Fika mahali anambaka mtoto wake. Tunaweka bayana yote unayofaa kuyafahamu. Msongo wa mawazo unachangia. Amariba hapana. Unachangia. Ni kila siku ya Jumatatu saa 1 hadi saa 2 asubuhi, naye Victor Mandala. Mimi nasoma katikati ya sentence. Felix Asuha. Siku moja simba alikuwa mgonjwa, akaita wanyama wote. Na Douglas Omariba. Mwisho wa siku tunarudi huko kwa maadili. Usikose kusikiliza kindakindaki. Unajua wewe ni mwanaume, wacha vitina. Jumatatu hii kuanzia saa 1 asubuhi. As many as for that opinion say aye. Haya basi, moja kwa moja mpendwa msikilizaji, najua ulikuwa unasubiri wakati huu uweze kufika, na tunashukuru Mungu kwamba angalau Monday ndio hii imeanza. Tumeona jana tulikuwa naongea, juzi last week tulikuwa naongea kuhusu hali ya anga, mvua ilikuwa imeongezeka na wana utabiri wa hali ya hewa akasema kwamba mvua hii itakuwepo kwa juma moja, itakuwa imeongezeka, na kweli kama vile walivyosema tumeona baada ya wiki moja mvua hii imepungua. Kwa hivyo basi tunashukuru, tunaona kwamba mambo yanaendelea vizuri. Mungu anajua kubalance mambo yake. Anyway, ndani ya kindakindaki nina wazito hapa. Nianze leo na bwana Felix Asuha Makomere, mchanganuzi cocktail mwenyewe. Karibu sana. Naam. Drainage yetu huku Nairobi mvua ikinyesha si nzuri sana. Kwa hivyo tuache kujenga nyumba kila mahali. Mpaka kwa hiyo ndio imekuwa shida. Mpaka kwa riparian. Nyumba imejengwa mpaka kwa shamba kwenye kuna mchanga. Sasa mvua ikinyesha hakuna kwenye maji inapita. Kwa hivyo maji ni kusomba tu, ikisomba. Mtu uko na gari unakwama. Unakwama kabisa, inabidi ushuke kwa gari ukimbie utorokee maisha yako, kama si hivyo utafunikwa na maji. Hii Nairobi yetu hii. Umeona watu wanapoteza maisha kule Kibera mtaani. Watu walikufa, ule jamaa alikuwa ameenda kutoa pikipiki nje, amaacha watoto wa kule anaongoja ndio wakuja wa kule, alafu ameenda kutoa pikipiki na kumbe maji imemsomba huko nje. So tafadhalini, wale ambao ni wahusika, wale ambao ni serikali, wale ambao tunajua kujenga nyumba, wenye wanajua kujenga, kwanza maafisa wa serikali waache kuidhinisha kujenga kila mahali. Kwa sababu tunaharibu. Yes. Tunaharibu kesho, hakutakuwa na kesho Mandala. Watu wanahangaika sana kwa hii town hii. Naam. Kabisa. Nairobi inakuwa ni kama tuko nini? Huko kwetu Husulua nini? Huko Shago. Nini Lubumbashi? Lubumbashi huko. Okay, unajua kuna rafiki yangu mmoja ambaye siku ya Alhamisi usiku alikuwa anaenda eneo la kule, alikuwa akiwa karibu na akielekea kule South Sea, hapa kutoka na kuelekea South Sea. Alikuwa na gari na akafika mahali kuna gari moja ilikuwa imezimia mbele kwa barabara, maji imeingia ndani imezima, naye ikabidi asimame maana kuna zingine nyuma. Na hiyo maji kaongezeka, kaingia tena ndani ya gari, naye pia kazimia. Ilibidi avurutwe. Kutoka hapo. Alikaa hapo kutoka saa 3, alitoka hapo, walifika kwa nyumba, na nyumba iko kama kilomita 3 mbele, lakini alifika kwa nyumba saa 10 asubuhi. Saa 10 asubuhi. Baada ya kuvurutwa. Ni kama mwanadada mmoja pia hata alikuwa na watoto wake, lakini ilibidi watoke kwenda kujificha. Waache gari. Wanajificha, wanaepa maji. Tena waizi wanataka kuaibia. Hiyo ni crisis mara ngapi? Shida mara ngapi? Hata tusiongee Mariba atasema tumemweka kando. Tunasahau tumemtenga kwa sababu maliza. Hatuwezi maliza, maana tukimaliza tutatoka. Karibu sana Mariba. Ni kama umeamka na shida ya drainage Nairobi. No, si tumeamka. Naona pia kuna taarifa nyingine ambayo inaangaziwa hapa kwenye gazeti hili la Taifa Leo. Unasema uvundo tele Nairobi, huku NMS ikizembea kazini. Lakini NMS silikuwa angalau imeanzisha. Hatuwezi laumu. Tutalaumu NMS kweli Mariba. NMS imeingia lini? Juzi. Lakini si ni kazi yao kuzoa taka, Felix. Kwani hata ukiingia lini uongozini, hiyo ni kazi yako. Ni kama uanze kuniambia yateka amebadilishwa kwa nyumba, sasa hata ondoa uchafu ama hata fagia. Mimi ndio nimejibu kwenye sijui. Ulikuwa unasema ni Good morning. Okay. Umeamka salama, wacha tuanze na salamu. Ni kama penye lakini pia penye tulianzia ndio kulikuwa na shida. Good morning Felix. Good morning. Umeamka salama. Niko poa, Mungu ni mwema. Ndugu yangu Mariba. Naam. Pia tungependa kushukuru hao NMS, licha ya kwamba Felix alianza pahali ajui, lakini ni kwamba NMS hao wamesema ni majuzi tu walisema ile 5 bob 10 bob tulikuwa tunalipa ya kwenda chumba cha haja mjini, wameondolewa. Hiyo Felix hawezi zungumzia hapa. Sema tu
mojawapo ya beneficiaries. Sema tu choo kwamba choo Nairobi na Meso wamesema ni free. Ile kulipa tano lakini ni katikati mwa jiji. Usiende mtaani kwenda kusema NMS imesema ni free. Unajua ujui. Tao Nairobi CBD. Mchoo ni bure, sio kobole ama 10 bob. At least itasaidia hii mambo ya usikojoe hapa. Itaisha. Naamini zitakuwa safi. Naamini zitakuwa si wataka wafanyikazi wa Mariba. Kuna wafanyikazi wenye vijana wengi wanatafuta kazi. Wale wenye wanakosa kuvaa masks yao wanawekwa hoji. Kazi ya serikali vile ufanyika. Lakini Mariba, labda kabla tuende kwa swala. Ukienda utatuletea report. Tukienda kwa swala, kabla tuende kwa swala kuu, ukitafakari tu kuhusiana na hilo. Si hawa wanaume tu wameandikiwa mtu Felix kule ushaiona mwanaume anapita mlango kwa huko mbele anaenda huko nyuma kwa ukuta. Na baada ya kuingia tu ndani hakuna mtu. Hiyo ni tabia chora. Okay. Anyway, tabia chora wale. Lakini Mariba, nataka wakati tunaanza kudiscuss vitu serious na tuuzu mambo serious. Don't try to start joking with my name. Unajua? Wacha kwanza kuleta jina yangu in a place where and it's like mimi naendanga choo sana because anasema Felix akienda atuambie. Unajua, and we are talking about we want to talk about important things but you start disrespecting me. Mariba, una kujitetea mongojea uamuzi wa mahakama? Felix ni mwanahabari, kwa hivyo najua ataenda pale si tu kwamba ni haja itampeleka lakini kukusanya habari. Ndio maana nimemwambia akienda basi anabara anajifanya kuwa worst. Kwamba wewe huwezi enda Mariba. Sijakataa, mimi naweza. Lakini tumie wewe basi doketi yako, nimekupatia kila mtu ana doketi yake Felix. Felix ni toilet reporter. Twende kwa mambo mengine. Iko toilet reporter. Anyway, kwa masuala ambayo ni swala kuu kuhusiana na BBI, ambapo basi kuna uamuzi wa kihistoria ambao ulitolewa juma lililopita, ambapo si wengi walitarajia uamuzi huo kutolewa, lakini basi ndio ulitolewa hivyo na ikawa ni unanimously, ambapo basi si kwamba huyu alikuwa anapinga huyu, hapana, ikaamuliwa vivyo hivyo. Sijui Felix na yepi labda kusema pale kabla tupate kujua what is the way forward, labda kwa wale ambao wanaona hawajatendewa vema. Napenda Taifa Leo sana. Jana walisema kwamba BBI kuna wale mayatima wa BBI na leo mayatima wa BBI. Kuna mayatima wa BBI. BBI hiyo uamuzi imeacha wengi mayatima. Lakini pia hiyo uamuzi imefanya pia leo walivyosema kwenye Taifa Leo kuna wale wa kudandia hiyo BBI. Acha nisome tu vile ilivyo. Wanasema Ruto amejitokeza kama mtu anayesubiri upande wa mazuri kisha anairukia. Kuna wale wa kudandia. Na that's why nitakuwa nakwambia kuhusu Warthog ndio ngiri. Yes. Nitakuwa nakwambia hiyo mnyama anaitwa Warthog ama ngiri. Mariba anazafia ni mdudu. Nitakuwa nakwambia kuhusu hiyo Warthog si kitambo. Yes. Lakini ni kwamba watu wamewachwa pabaya kuhusu mambo ya BBI. Yes. Na ni historic ruling. Nilikwambia wakati walitoa uamuzi huo Thursday asubuhi, Friday asubuhi kwamba hiyo imedhihirisha kwamba mahakama zetu Manala sisi we are a very unique country. Taifa lenye mahakama itasema rais unaona walinyorosha rais vizuri. Walinyorosha rais vilivyo. Mpaka sema anaza chujwa. Hiyo iko na uzuri wake na pia iko na ubaya wake. Lakini inaonyesha kwamba sisi ni taifa ambalo tunafaa tujivunie Mandala. Where we are. Yes. If a country can rule against the president, the courts can rule against the president. Hiyo Mandala haifanyiki rahisi. Mbona? Naam. Hiyo mahakama ndio ilibadilisha uchaguzi wa rais. Naam. Hiyo mahakama tena imemwambia hiki ambacho unafanya hakifai. We must be proud. Yes. Na idara ya mahakama and we must be proud of our country. And as much as hapa kwenye tuko kwenye njia panda. Mandala unaona watu wanazungumza kwa ndimi kuhusu mambo ya BBI tangu nini Thursday. Naam. Watu wanazungumza, wengine wajielewi, wengine wanakimbia huko kama kichwa imekatwa kama headless chicken. Yaani people are running all over. People are saying things wengine hata waelewi wanasema nini. Hata wengine wenye hako wanaisupport ama wanaipinga. Sasa angalau wamepata msimamo. Wamedandia. Imerudi back to where it started. Mmoja BBI ilipoanza. Kuna watu nyata walikuwa wajijua wako wapi. Walikuwa wanashindwa tu support. Watu wanasiasa. Tu support ama tusisupport. Yes. Wakasema hiyo kitu ilifai kwa watu wawili. Lakini safari ilivyokuwa inaendelea ndio walidandia pia na wao. Wakakuja wakakuwa part of BBI. BBI ilianza kama mchezo. Haya, sasa hii court imerule. Court imerule ni kama imeskata. Ni kama urushe mao kwenye kuna mbuzi wengi ama kondoo wengi. Alafu kila mtu anatoka mbio. Yes. So sasa hizi kila mtu ni kutoka mbio. Huyu anakimbia pande, huyu anakimbia huko, huyu hajielewi. Mpaka wenye walikuwa mstari wa mbele kuunga mkono BBI
wameanza kusema sijui nini. Yani people don't understand what they are saying right now, but tunashukuru Mungu hapa kwenye tuko. Naam. Mungu ni mwema. Ndio. Omariba nao naye pia kusema pale. Ni uamuzi ambao vile Felix anasema unaweza kuangaziwa kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni kwamba ndio inadhihirisha ile ukuaji wa demokrasia wa taifa letu la Kenya, kwamba tumepiga hatua ambayo ni ya kujivunia. Mara si moja tumeona idara ya mahakama ikiweza kufanya maamuzi ambayo ni maamuzi huru, si maamuzi ambayo labda yanaegemea serikali. Kwa wakati mwingi tumekuwa tukilaumu mahakama kwamba inaegemea upande wa serikali, lakini katika siku za hivi majuzi tumeona kwamba hilo sivyo ambavyo linaweza kufanyika. Lakini kwa upande mwingine, vile ambavyo Felix amekwambia kwamba kuna wale ambao watakuwa wanaelekea mahakamani, ambao tayari wameenda mahakamani kupinga uamuzi huu, nao kuna masala ambayo wanazungumzia. Kwa mfano ile wanasema kwamba adopting the basic structure humu nchini Kenya kuweza kutumika. Wachanganuzi wanasema hii ina maana kwamba hauwezi wewe kama Mkenya wa kawaida kuanzisha mchakato wa kuibadilisha katiba iwapo basi mahakama haijaweza kukuruhusu. Na wanauliza swali, je, kwamba ni nani sasa ambaye ni supreme? Kila wakati tumekuwa tukisema kwamba mwananchi wa kawaida ndiye ambaye ana jukumu kuu, hiyo katiba ni yake na anaweza kuamua kuibadilisha ama isadie hivyo. Lakini wakati mahakama inasema kwamba ile basic structure kwamba ni lazima uende kwao wakupe idhini kwamba ndio kifungu fulani unaweza kukibadilisha ndio uweze kuelekea katika kura ya maamuzi, inaibua lile swali kwamba je, nani huyu ambaye sasa ndiye wa kusema katika katiba ya taifa la Kenya, ambayo ndio katiba ambayo inafaa kufuata? Swala la kwanza. La pili, wakati unaruhusu rais kuweza kushtakiwa, unaweza kufungua ile watasema kwa kimombo ni Pandora box, kwamba wewe unaruhusu uweze kumshtaki rais ambaye yuko uongozini. Je, unaweza kudunisha ile haki hadhi ya rais ambaye yuko mamlakani? Na uamuzi huu pia vile Felix nafikiri niweza kusema nawe siku ya Ijumaa, unaweza kuibua maswali mengi kwa upande wa rais. Tumeona serikali ikipoteza kesi kadhaa. Mwanzo tulianzia kwa tuzungumzie hili swala la majaji 41, wamesalia 41 aliweza kufariki, kwamba serikali ilienda kotini, serikali ikashindwa mara si moja. Kuna maagizo kwa rais kwamba wateue hawa majaji, lakini rais amekataa. Kukabuniwa ile NMS, shirika la NMS Nairobi. Baadhi wakaenda mahakamani, shirika hili likatajwa kwamba halikubuniwa kisheria. Rais aliweza kushindwa, serikali iliweza kushindwa. Rais akaweza kubuni zile nafasi za CAS, wale makatibu waandamizi. Mtu akaenda mahakamani, mahakama ikasema kwamba rais aliweza kwenda kinyume cha katiba. Je, kuna watu ambao wana misadvise rais? Je, huyu wakili wa serikali Ogeto na mwanasheria mkuu wanafanya kazi gani? Je, wao ndio ambao wanamfanya rais kuonekana kwamba ameweza kushindwa? Kwa hivyo Victor, ni uamuzi ambao unaibua masala mengi. Omariba, ukizungumza kuhusu kwamba je wana misadvise rais, tuangalie mwanasheria mkuu. Wakati mwanasheria mkuu anateuliwa, mimi kama rais ninaweza amua kumsikiliza mwanasheria mkuu ama nisimsikilize, na nitaamua kufanya kile ambacho nataka kufanya Mandala kwa sababu nimemteua yule mwanasheria mkuu. Kwa hivyo anaweza niambia jambo ama anaweza nishauri, lakini mimi kwa sababu kuna vile ambavyo nimeamua nataka kufanya, nitafanya. Kwa hivyo tunaweza sema ni rais ambaye hataki kufuata. Umetoa mifano mingapi? Mitatu ambapo serikali imepoteza mahakamani. Na serikali si ni rais. Umezungumza kuhusu NMS. Ilipoteza. Umezungumza kuhusu mawaziri wasiokuwa na majukumu. CAS, serikali ilipoteza. Ndio hiyo umezungumza kuhusu BBI. Serikali ilipoteza. Kwa hivyo nitaamua kufanya mambo kulingana na vile mimi nataka. Hata kama mwanasheria mkuu ananipatia maoni yake, sawa, atanipatia maoni yake. Hata niambia nitaamua kuchukua ama nitaamua nisichukue. Utapata watu wengi, viongozi wengi wako hivyo. Utamwambia hivi lakini atasema nimesikia. Akisonga pale mbele anatenda kinyume. Kwa hivyo basi huenda ni rais ambaye hafuati maagizo ama ushauri ambao anapewa na mawakili wake. Ndio nikakuuliza what is a court order? Court order kwetu taifa imekuwa nini? Court maagizo ya mahakama hapa kwetu imekuwa nini? Nikakupea mfano Omariba. Saa hii hata Mandala akienda achukue kifaranga ya mwenyewe, alafu mwenye kifaranga aende kotini aseme Mandala ameiba kifaranga changu ama ameiba kifaranga wangu, apewe court order ya kwenda kuleta ushike Mandala. Unafikiria Mandala atasimama apewe hiyo court order?
atakimbia. Si atakimbia. So hiyo ndio ina happen. Haya mambo Mandela nilikwambia sisi as much as tutashitumu serikali. Naam. But we also do them sisi. We are the same. Ulitoa mfano wa kutabawali. Kutabawali ni kukojoa. Kwamba imeandi choo ndio hii. Usikojoa hapa. Lakini wewe bado unaenda unakojoa. Unaangalia left, right? Choo ndio hiyo, lakini uendi kwa choo, unaenda hapo nyuma. So haya mambo ni vile tu kwamba sisi we don't have an opportunity. Sisi hatuna nafasi, but tungekuwa pale we could have done Mariba the same way. Yeah. How many people were run away from court orders? Waizi wangapi wa magari, waizi wa nyumba? Sasa Felix, kama tuko na katiba ambayo tunasema tuifuate, tumekuwa tukishabikia maamuzi ya mahakama. Naibu Rais Daktari William Ruto aliweza kusema juzi tu kwamba hakusema direct kwamba alikuwa na rifaa kwa ule uamuzi, lakini sote tunajua alikuwa anasema kwamba ni vizuri tuweze kuheshimu na kudefend judiciary kwamba imeweza kufanya maamuzi yake huru. Lakini ni miongoni mwa viongozi ambao baada ya uchaguzi wao kubatilishwa mwaka 2017 walikuwa na shida na mahakama. Twenda hapo sasa. We will come back to revisit. Kwa tuko wapi? Tunafanya nini? Yani tutakaa hapo kidogo. Tunaiangalia mahakama iwapo itatoa maamuzi ambayo yanatufavor sisi, yako kwa upande wetu, basi tunasema wanafanya kazi mzuri, wanafaa wachungwe vizuri, wapewe heko. Lakini wakifanya maamuzi ambayo yanaegemea ule upande mwingine, tunawakashifu. Kwa hivyo Felix, we cannot apply the law the way we want. In short, you cannot have na sheria ambayo you cannot have your cake and eat it peke yako. Na our leaders are masters. They have perfected the art of double speaking. Kwa hii mdomo hii nasema hivi leo na nduma kuwili hii midomo yetu. Kwa mfano Junet Mohamed. Junet anasema mahakama imekuwa na inaenda kulala na mashirika sio ya kiserikali. Inaitwa judicial activism. Yes. Kwamba mahakama imeleta wanaharakati katika idara hiyo. Wakati mahakama ilifutilia mbali uchaguzi wa urais, si hao ndio walikuwa nasifu hiyo mahakama wakisema kweli iko sawa. Maraga hoye. Haya. Naibu Rais William Ruto anakaribisha uamuzi huu wa mahakama. Lakini si yeye pia 2017 ndiye alisema Maraga has had your day, we shall have our day. Akanquote him, alisema you have na akitumia kidole hivi. Yes. You have had your day, we shall have ours. Yes. Rais Uhuru Kenyatta pia akasema we shall what? Revisit. Nikakwambia nitakupatia mfano kuhusu Wathog. Unajua Wathog nimekuwa nikisoma. Wathog inaweza kuwa inakimbia mbio kwa mteremko. Kwa alafu ujifiche kwa mahindi. Mbio. Ukiipiga slap itaongeza speed. But itafika mbele sahau nimepigwa slap tena ianze kurudi huko. Nikashindwa. Yani nasahau within seconds. It forgets within seconds. Sasa nimekuwa nikifanya utafiti weekend kutaka kujua kwa nini Wathog iko na tabia kusahau. Nikitaka kurefer to what is happening sasa kwa mambo ya BBI. Ikawa Wathog kumbe inafanya hivyo kimakusudi. Wathog haitaki stress ya maisha. So inajua inapenda kuwindwa na simba na chui. So Wathog itaamua wacha ni assume simba hainiwindi mahali ama chui haiko mahali. So wacha nikae na amani. Let me just stand here. Wacha nikule kenye nakula, nikule nyasi zangu kama nimenyamaza, ni assume nimejisaulisha kwamba simba ama chui hayuko mahali. So wanasiasa wetu wako na tabia ya ngiri. Yes. Wathog. 2017 si mbali. Wenye walisifu mahakama walisifu. Wenye walikashifu mahakama walikashifu. Na wanajulikana. Wanajulikana. Lakini saa hii hata wale Wakenya wenye walikuwa wanasherehekea wanasema mahakama ni mzuri. Saa hii tena wameruka hiyo mahakama. So ni huwa na tabia ya ngiri kujisahaulisha na kutaka kujikumbusha baadhi ya mambo. Alafu ndo tunakuja sasa tuna confirm ile neno ambalo mimi hutumia ni kaugonjwa kanaitwa selective amnesia. Kwa hiyo basi kuna swala ambalo Felix mimi nalifikiria. Ni mimi tu nafikiria. Sijasema kuna mtu amesema, ni mimi tu nafikiria. Asante mimi mwenyewe. Acha tu nifikirie loud. Rais baada ya uchaguzi wa mwaka 2017 kubatilishwa alisema I will revisit the judiciary. Yes. Na tumeona baadaye ile budget ya idara ya mahakama ikakatwa. Akakata kuweza kuwateua majaji 41. Naam.
tumemwona yeye mara si moja na jaji mkuu mstaafu Maraga wakitofautiana mambo mawili matatu, mpaka Maraga akasema hizo state functions nitakuwa nachagua zenye naenda na hudhuria. Haya, upande mwingine majaji hawa kwenye uamuzi wao, mimi nikiwasikiza vizuri, miongoni mwao kina Jaji Odunga ni wale ambao walifaa kuteuliwa na rais, lakini hakuwateua. Naam. Is it a case of the revisiting the revisitor? Naitwa Kwamba idara ya mahakama pia nasema na sisi tumerevisit na revisit pia. Ni Pwagu kupata Pwaguzi. Unajua Pwagu nilikuwa nasoma napata Pwagu ni mwizi mdogo. Naam. Pwaguzi ni mwizi mkubwa. So Pwagu huyu mwizi mdogo huwa anaona amepata. Lakini akifika anapata kuna mwizi ambaye amemshinda kwa maarifa. Kwa hivyo ni hiyo kesi Mariba ya Pwagu kapata Pwaguzi. Kwa hivyo tuseme huu ni mvutano uliopo, ni vita baina ya idara hizi mbili, rais na idara ya mahakama. Ukiingia ndani vizuri, ukiangalia ule uamuzi wale majaji walivyokuwa wanatoa bwana Mariba. Kuna vitu zingine pia sikuwa nakubali. Kuna mfano ambayo walikuwa wanapeana kidogo, nilikuwa nahisi wanapeana mfano ambayo imekuwa ikitumiwa na baadhi ya wanasiasa ambao wanapinga BBI. Hadi nilikuwa najiuliza kuna haja gani kweli ya mfano kama hii kuweza kutolewa. Na mimi kidogo hapo ndio niliweza kutofautiana na majaji hao. Ndio maana kidogo unaona wanasiasa kama Junet Mohamed wakisema kwamba labda hawa ni uamuzi ambao ulichochewa kisiasa. Lakini wao pia na wao walisahau kwani Maraga akifutilia mbali uchaguzi pia ilikuwa imechochewa kisiasa. Hao pia nini wao? Mahakama imeamua. As much as mahakama imeamua, ndio ule uamuzi uko na mianya. Ndio maana nilikuwa naambia Mandala last week kwa hii mianya ndio inaenda kutumiwa kufanya huu uchaguzi ubatilishwe. Kuna chances karibu 80% chances kwamba uamuzi huu utabatilishwa. Maana pia wakienda pale hawatakuwa wanaenda pale kusema iko constitutional ama unconstitutional, wanaenda kusema hapa na hapa uamuzi huu lichimba nje. Kwa mfano ukisema kwamba rais ashtakiwa akiwa mamlakani, hapo kuna problem. Iko out. Rais ako immune, hafai kushtakiwa. Alafu ukisema kwa mfano kwamba rais hapaswi kuanzisha mchakato wa kubadilisha katiba. Na yeye ni citizen. Yeye ni citizen. Kwani citizen yake inaishia wapi? Kwa sababu kabla huo rais lazima ukue Mkenya. You must be a Kenyan citizen before you become a president. So yeye kama Mkenya ilishia wapi? Na yeye kama rais ikaanzia wapi? Na ndiposa labda kabla uendelee na hizo mashima ambazo ziliwekwa pale katika uamuzi huo, namkumbuka ndugu yetu Haman ambaye tulizungumza naye. Nakumbuka akisema kwamba tatizo kubwa, unajua ukiangalia pia walipokuwa wakitoa uamuzi, hawakuwa na rifaa kwa rais kama rais. Walikuwa wanamuita Uhuru Kenyatta. Walikuwa wanamuita yeye kama Mkenya, Kenyan citizen. Kwa hivyo hawakuwa na rifaa kwa kama rais. Kwa hivyo kumaanisha kwamba alipo apply hiyo alikuwa Mkenya, sio rais. Sio rais. Naam. Alafu nataka tuseme tuangalie basi. Unataka kuniambia Mkenya Wanjiku, mtu wa bodaboda anaweza amua kutoka pale anataka kwenda kotini kwenda kubadilisha katiba? Ama mama mwenye anauza nyanya pale, tuseme huyo ndo Mkenya wa kawaida. Leo aseme mimi nataka nibadilishe hiki kubadilisha katiba ya Kenya. Ama mchuma chai pale Kericho. La ajabu ni kwamba hata mwenyewe ashaisoma kabisa. Hata maisoma hiyo katiba. Alafu tuangalie zile initiatives ambazo zimepita. Zilisuffer which fate? Tuangalie kwa Kenya 2016. Wenye walitaka kubadilisha katiba kina Raila Odinga. Naam. So walikuwa wanataka kubadilisha katiba. Naam. What happened? Sisi wote tunajua chenye kilifanyika. Tuangalie punguza mizigo campaign initiative ya Dr. Ikuru Okot kubadilisha katiba. Na ile ilikuwa na points nzuri pale. Ilikuwa na points. Alafu what happened? Sasa tukuje kwa BBI. Ndio maana nasema katiba hii Mandala. Naam. Kama kuna problem, kama kuna kitu ambacho tunahisi kwamba hakiko sawa, tunapaswa kuzungumza kama Wakenya. Tunazungumza kwa sababu haisemi kwamba haifai kwamba tulishapitisha katiba, wacha tukae hapo. Alafu tuangalie. Ndio najua mahakama inajaribu kulinda katiba yenyewe, but tusije tukajifungia mahali kwamba tufai kurekebisha hata wakati ambapo kuna problem. Kuna mambo ambayo tunafaa tuangalie. Kwa mfano swala la corruption inatusumbua kila siku. Naam. We need to go to the constitution tuangalie kwa sheria zetu kwamba hii ufisadi tukabiliana na ufisadi vipi. Naam. Kwa sababu ni tatizo ambalo linatusumbua. Na hiyo itapitia katika kubadilisha katiba. Naam. Ukiangalia Kurokoto kwenye mapendekezo alikuwa anasema kesi za ufisadi zikizwa kwa miezi ngapi? 6. Na wenye corruption wafungwe maisha. Naam. Ni mambo ambayo ni mazuri kwenye sheria na tunafaa tufanye nini? Tubadilishe. Ndio.
Mnapoangalia pale utapata kwamba wakati ambapo watu wanasema hivyo tunasubiri pale tujue what next, lakini ukiangalia katika maamuzi yao pia kuna baadhi ya matamshi ukisikia ukisema hatuwezi badilisha. Kuna kulingana basi vile ambavyo iliwekwa ni kana kwamba kuna vipengee fulani ambavyo viko pale permanently na havitaguzwa. Kwa hivyo hili ndio swala moja ambalo pia ni mwanya mwingine. Mwanya mwingine ambao labda pia mimi niliweza kuona kwenye uamuzi huo ni wakati unasema kwamba tume ya uchaguzi IEBC wakati iliweza kuidhinisha zile sahihi kwamba wale makamishina hawakuwa wanafikia ile idadi ambayo inatosha, kwa hivyo hawakuwa na uwezo wa kuweza kuidhinisha. Itaturudisha tuanze kuangalia chaguzi ndogo ambazo zimekuwa zikifanyika nchini. Kesho kuna uchaguzi mdogo Juja na pia Bonchari. Chaguzi hizi ina maana kwamba matokeo yake pia yatabadilishwa, maana tume hii it's not properly constituted kuweza kuandaa chaguzi. Kwa hivyo ni mianya ambao ni uamuzi ambao ukiachwa uweze kusimama utaweza kuwa na athari nyingi pia. Kwa sababu wewe uchaguzi mwenye atashinda, mwenye ataamua kushindwa aseme naenda kotini. Ataenda kotini aseme IBC. Sasa kuna uchaguzi ulitolewa, uamuzi ulitolewa na jopo la majaji 5 wakasema IBC haiko sawa, makamishna watoshi kuandaa uchaguzi. Kwa hivyo uchaguzi ambao ulifanyika labda hawakujipanga vizuri, ndio maana nimepoteza. Hivyo tu. Na za hizo kwani tutaishi tu kwa uchaguzi? Unaona sasa itakuwa ni kama tunakaa tu pale pale na tunapozidi pale kwa pamoja. Namkumbuka pia nikimsikiza mchanganuzi Herman Manyora akifika mahali akisema yafaa tufurahi kwamba mahakama angalau inatoa uamuzi wake, ina uhuru wake vizuri, lakini nasema kwa upande mwingine hatuna sababu ya kusherekea, maana iwapo basi wakiamua kutoa appeal ama hata wakiapili na kesi ishindwe, alikuwa anasema kwamba rais anaweza fika mahali aseme yes, mimi ni mtu wa kufuata sheria, na akiamua basi asema kufuata sheria, then amue basi cha kufanya, wacha nimekataa mambo ya BBI, tumeachana nayo vile walisema. Number 2 walisema kwamba bunge tupuzilie mbali bunge, kwa hivyo tupilie mbali bunge, aseme bunge basi aliko well constituted, tumelitoa, alafu ibaki IBC haiko well constituted, bunge halipo la kutengeneza IBC, na bila bunge basi IBC haiwezi buniwa, kumaanisha kwamba tabaki mahala ambapo hatuna bunge, hatuna IBC na tumekwama, hatuwezi songa mbele. Tutakuwa ukifika mahali upige kelele useme rais umekwama kwa uongozi, aseme sawa, waacha mimi nirudi Gatundu. Arudi Gatundu, atuache bila kiongozi na bila mwelekeo na bila chochote cha kufanya. Hiyo ni uwezekano. Naam. Unaamua kusema wako wacha ikae sasa basi. Mnanisumbua. Mbaki kujiongoza wenyewe. Uweze kuninyima raha hivi. Na fanyeni nje mnataka. Baki na hiyo mahakama yenyu. Now what happens? Tutakuwa kama tuko kwa naitwa nini? Gari ikienda kwa mteremko. Naitwanga nini? Frigia. Frigia. Kila mmoja ajiongoze. Kila mtu ajiongoze. Kwa hivyo hatutaki tufike pale. Naam. Kwa hivyo tunahitaji wisdom. Naam. Kuna masuala mengine Mandala. Sometimes political solutions needs political solutions. Yes. Sometimes masuala ambayo yanahusu siasa haihitaji sheria, kwa sababu ukileta sheria pale utakuwa unaharibu. Naam. Swala la BBI nzima ni I think it was political. Yes. And to me, according to me, nahisi kwamba ilikuwa inahitaji suluhu pia la kisiasa. Kwa sababu Mandala kuoverturn haya maamuzi 21 ya mahakama, it will not be an easy task. Yes. Ndio najua maamuzi haya yako na mianya, lakini maamuzi orders 11 or 21 orders, it will not be an easy thing. Yes. Kwa serikali katika kuappeal. Lakini tuseme tu kweli, serikali hii BBI kwa sababu ndio Uhuru ameka hapo legacy yake. Sio ni kama ataiwacha rais hivi. Ikiwa vigumu kwenye court of appeal, najua anaweza pitisha kwa bunge. Kwa sababu kwa bunge wako na numbers, Jubilee iko na numbers, ODM iko hapo, Wiper iko hapo. So kuna vile kama mahakama ikipinga, kuna mahakama ikiamua, si ulisikia majaji wakiamua kwamba kuna njia 3 za kurekebisha katiba. Kuna popular initiative na pia kuna bunge. Kwa hivyo bunge pia ni option. Kwamba kama itakuwa ngumu kwenye court of appeal, wakishindwa kwa court of appeal, lakini pia najua wakishindwa kwa court of appeal wataenda kwa Supreme Court. So haya ni mambo ambayo yanaweza fanywa mbio within 1 week na yameisha ama 2 weeks. Kwa hivyo wanaweza mwa kupostpone, tusifanye kura ya maamuzi hii mwaka. Tuseme tuende next year. Alivyosema waziri wa afya Mutahi Kagwe jana kwamba 2022 lazima tutakuwa na katiba, tutakuwa na referendum. Kwa hivyo kama watashindwa hapa kwa court of appeal, Supreme Court ni option. Wataenda kwenye kutafuta utafsiri. Mahakama ya upeo ituambie, ukisema rais hapaswi kuanzisha
mchakato unamaanisha nini. Ukisema rais anapaswa kushtakiwa, kwa hivyo leo mtu anaweza enda kotini amshtaki rais. Unajua that is very dangerous, kwamba leo mtu aenda aseme naenda kushtaki rais. Kwa hivyo kama itakuwa ngumu hapo, bunge ni option. Na wataenda kwa bunge, mswada huu bunge itakuwa na miezi kama 3, siku 90 kufanya what we call public participation, kwamba maoni ya Kenya yatafutwe na yapitishwe, alafu hiyo katiba irekebishwe kwa bunge. So wako na option. Ila si vipengee vyote wanaweza kubadilisha, maana kuna vipengee ambavyo vinahitaji Wakenya wenyewe. Kwa mfano, ukisema kwamba unahitaji kuweka nafasi ya waziri mkuu, lazima uende kwa kura ya maamuzi. Naam, kuna vipengee ambavyo vinahitaji maoni ya mwananchi. Naam. Kwa hivyo basi pengine the way forward katika swala hili la BBI, any other maybe la kuongezea pale katika swala lenyewe? Maana anajua kuna aliyekuwa waziri mkuu alisema kwamba jamaa walichukua wale majaji walichukua majukumu ambayo si yao kuweza yaweka kwao. Vile vile pia tunaona mwanasheria mkuu ambaye pia anajipanga kwenda kotini na kadhalika. Of course najua kutakuwa na vikundi kadha wa kadha wakienda kwa pili. Kile ambacho tunatarajia ni kwamba leo wataelekea mahakamani, mahakama ya rufaa, kuweza kukata rufaa ya uamuzi ule. Na mahakama na uhakika kwamba kesi hii itaweza kutajwa kama ya dharura, it's of public interest, na itaweza kushughulikiwa kwa haraka. Kuna mambo mawili ambayo yanaweza kufanyika. Wanaweza kuomba ile inaitwa stay orders, kwamba tunaomba maagizo ya muda uamuzi ule wa mahakama kuu uweze kusitishwa kidogo, ili mchakato huu uweze kuendelea. Na iwapo basi ile mahakama ya rufaa ambayo itakuwa ni jopo, haitakuwa kwamba ni jaji moja, itakuwa ni jopo la majaji 7, maana mahakama kuu walikuwa na majaji 5, kwa hivyo mahakama ya rufaa wanafaa kuwa 7. Lakini kwa sasa nafikiria Felix hawatoshi, maana kuna jaji mmoja ambaye ametoka, ameenda kuwa ndiye jaji mkuu. Kuna mwingine pia ambaye ndiye jaji yule rais wa mahakama ya William Ouko wametoka. Kwa hivyo hawatoshi pia. Tutasubiri tuone inakuwa mwelekeo ambao itakuwa inafaa ikuwe even number. Wanaweza kuwa 3, wanaweza kuwa 5, ama wanaweza kuwa 7. Kwa hivyo kama wako 5 wako sawa. Naam. Kwa hivyo hilo ndio litafanyika, Victor. Kwa hivyo kama wataweza kukubali kwamba uamuzi wa mahakama kuu uweze kuwekwa kando kidogo, huenda mchakato huu kaendelea, kwamba rais anaweza kupokea ule mswada kutoka bungeni, aweze kuutia saini, atume kwa tume ya uchaguzi uweze kutangaza kura ya maamuzi itafanyika lini. Lakini kama watakataa kuset aside the ruling, ina maana kwamba kila kitu vile iko itasimama. Tusubiri mpaka uamuzi utakapotolewa na mahakama ya upeo ndio tuweze kuendelea mbele. Na wakati huu tunasubiri pia kuna maagizo yatatolewa iwapo kama kuna hivi vipengee ambavyo vinafaa kubatilishwa na kufanyiwa marekebisho na bunge linaweza kuendelea, ama pia litasubiri mpaka uamuzi huo ukaweze kutolewa. Hilo ndo tunatarajia, Victor, mahakamani. Naam. Kwa hivyo acha tusubiri. Labda Felix unajaza? Uamuzi huu uko na athari zake hata tukiangalia katika masuala ya kisiasa. Tukiona Raila amekuwa na Rais Uhuru Kenyatta katika uhusiano ambao ulizaa huu mtoto ambaye ni BBI, wengine wanamtaja kama mwanaharamu. Lakini tukiangalia now, what is the fate, what happens mayatima wa BBI sasa? Kwa mfano wenye wamekuwa kiunga mkono kina Peter Kenneth, kina Charity Ngilu, kina Wycliffe Ambetsa Oparanya na wengine tu wengi, hatima yao inakuwa ndo vipi? Kwa hivyo utakuwa unaona alliances, watu wanaanza kutapakaa kila kona, wanataka kujua tutafanya nini. Lakini tuangalie uhusiano wa rais na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, watafanya nini? That's what I'm telling you. Sioni kama itakuwa rahisi BBI kuenda hivi ilivyoenda. Sidhani anavyosema Moses Wetangula siku moja, kutupa mtoto na basin unamwaga nje aende huko. Sioni kama itakuwa kwamba wanatupa hii kitu mara moja. Lazima watatafuta mbinu, lazima wanapiga hesabu. Hii Kenya unajua uwezi lala kama ni kiongozi. Piga mahesabu zako vizuri. Lazima upige mahesabu zako vizuri. Sioni kama wataachilia hii kitu iende mara moja. They will come up with ways kuhakikisha kwamba hii kitu imeenda through. Naam. Nakumbuka nikimwona Deputy President kwenye Twitter akisema nashukuru Mungu. Kwa hivyo haya, ngaja kusema juu ya nini?
Lakini najua wewe na mimi Sema na msikilizaji Mungu. anajua kwa nini. Alisema tuheshimu mahakama na saizi tufanye mambo ya Vaccinate watu. Sijui kama vile gazeti limesema mjanja wa kudandia BBI alafu ameweka picha yake hapo. La mwisho Victor hapo, najua huenda pia uamuzi huu ukaja na mambo mengine kisiasa, vile Felix amesema kutakuwa na miungano. Kuna watu Felix ambao hawajui wako wapi haswa. Wacha nimzungumzie gavana anaitwa nani? Huyu gavana wa si wa Makueni, mmoja wa magavana wa Ukambani, wachana na Alfred Mutua. Usimtaje. Jijini kipotea ifai. Kwa hivyo kuna gavana mmoja ambaye alikuwa kwenye mara ya kwanza alikuwa anapinga mchakato huu wa BBI. Ikafika mahali akapiga bautani akasema alikuwa kwa wanalinda katiba. Huo mchakato fikiria ni mzuri. Akaenda kwa rais akasema mimi naunga mkono mpaka mwisho. Akaenda kwa rais akaambia Wakenya tupitishe kwenye kaunti yake, akaenda akaambia MCS pitisha hii kitu, na walipitisha ukweli. Lakini vile uamuzi ulitoka alisema now the Kenyans have won. Mahakama imefanya vizuri. Sasa Felix, kuna wale watermelon wengi. Unajua hii Kenya Mandala, problem yetu nilikwambia na nitakwambia itabaki kuwa shida yetu. Hata ukiona kwa hili swala la BBI. Unajua Mandala, you might be wrong or you might be right. Lakini shikilia pale kwenye huko. Yes. Usifike mahali uanze kuonekana kana kwamba unaregarega ama huna msimamo. Uko kule. Siasa zetu mara nyingi tuko hapa penye tupo kwa sababu wanasiasa wetu mara nyingi hawana msimamo. Hawajui wasimame wapi, hata wajui wanasema nini. Mimi nasema kama unasimama na BBI. Yes. Simama nayo. Hata kama ni wrong, hata kama ni right, simama nayo mpaka mwisho. Na pia kama unaona BBI ni mbaya, simama hapo kwenye huko na uambie tu watu kwamba hii kitu ni mbaya. Na kwa nini? Na ukae tu hapo, hata kama meli inaenda kuyumba simama tu hapo kwenye huko. Lakini wewe uko ndani, uko nje, unapinga, unaunga mkono, uko kwa fence, wewe ndio una mislead wa Kenya. Kwa sababu as a leader Bandala, you must show leadership. Waonyeshe wa Kenya. Na kwa unaonyesha wa Kenya you lead by example, kwa kuwa na msimamo kwamba napinga na ninapinga. Naam. Naunga mkono na naunga mkono. But hii kukaa ni kama ujui unapuliza, unakaa kama panyabuku. Panyabuku usiku wakati umelala inakuja, inakuuma, inakulamba alafu inafanya inapuliza. Tabia mbaya sana hiyo. Naam, kwa hivyo tusubiri. Kuna viongozi ambao watasema sasa tumetoka kwa BBI, tumewacha kucheza rege vile wanasema, waende kufanya mambo mengine. Kama vile Aisha Juma anasema rege has stopped. Kuna wale ambao watatoka huko waingie kwa dance hall. Mtengeza viuna amesema imesimama. Hamna maneno. Wengine walikuwa wanasema rege sasa maneno imeisha. Ni ile music tu ndio instrumental ndio zibaki. Maneno hakuna. Kenya mimi nashindwa. Mkenya wenye wanasema wanashabikia uamuzi huu wanasema ni Mkenya ameshinda. Ni Mungu. Wengine wanasema ni Mungu. Wengine wanasema ni Mungu. Wenye wanapinga hii uamuzi wanasema Mkenya ameangushwa. Sasa mimi nashindwa, huyu Mkenya ni nani? Because alafu pia kuna wengine walikuwa wamenyamaza sana baada ya uamuzi kutolewa ndio akaanza kuongea. Hawakuwa isema chochote, lakini ndio ameanza sielewi. Ni huyu Mkenya mwenye anatusikiliza hapo ndiye ameshinda ama ameshindwa ama ni Mkenya yupi? Niliona kuna watu wanafurahi kuliko wenye walienda mahakamani. Sasa nashindwa. Tutoke hapo. Okay. Naam. Ili tutoke hapo, wacha tufanye hivi. Wacha tufanye ndugu yangu wa Mariba ili mambo yawe sawa, au sio? Bila shaka basi mpendwa msikilizaji, tuendelea mbele nikiwa na kikosi kizima ndani ya kindaki VWM hapa, nikiwa naye Felix Asoma Komere na ndugu yangu hapa Douglas Omariba. Na kuna mmoja hapa anasema kwamba tulipoanza pale mbeleni anasema mwache hizo wana kindaki, mwanifanya nionekane wazimu kwa kucheka peke yangu. Huyu ni GB1 anasema anacheka peke yake njiani mpaka watu wanamshangaa. Sijui nitamsaidiaje. Anyway, Wazito good morning. Tunafuatilia huyu Helen Ted na San pale wakiwa Mountain View. Alafu mwisho pale mwingine anasema Felix wacha kuwa mkali kwa Dagi please. Huyu ni Jessica wa Huruma. Jessica wanatetea Dagi sana anasema ndachungusha
ndachunguza. Ukisema ukweli unachunguzwa. Ndio shida. Chunguza. Lakini amesema mtetea tu. Anyway, naam, kuna swala hili lingine ndugu yangu Felix na Omariba, nafikiria kuna wale ndo jamaa ambao walipotea. Ni vijana ambao kati ya umri wa miaka 20 na 25 kulingana na ripoti pale, ambao basi waliweza isemekana kwamba kuna habari zinasema kwamba walipatikana wakitengeneza pombe haramu, na waliposhikwa ikasema kwamba walipotea, wajulikani walipo, na kukawa na madai kwamba polisi waliwashika na of course wakachapa, wakawaua, kulingana nao wakatupa katikati ya maji, lakini polisi wakakana. Lakini baada ya wiki moja ya kutafuta, vijana wenyewe wawili kati yao wakapatikana, na mmoja asemekana kwamba alikuwa na pingu na mwingine alikuwa na alama za pingu kwa mkono, ila pia maafisa wa polisi wanasema sio kweli, na kuna mwenye alimpata hao watu wa kwanza wanasema kwamba sio polisi, ni wananchi wakamuona akiwa na pingu wakati alipatikana, lakini polisi wanasema hapana, hakuwa na pingu. So sijui maana ni madai kutoka pande zote mbili, na ngaje wanasema walipiga picha, ngaje sijaona picha zenyewe, wanasema walipiga picha, wako nazo kwa simu wale zile maiti zilipopatikana. So sijui. Omariba, tuanze na wewe. Wacha tuanze na Mariba. Felix ndiye amekuwa akifanya taarifa hizo za maafisa wa polisi tu. Unajua aliongea na aliyekuwa, maana saizi nafikiri ameweza kupewa uhamisho, Bwana Wino, msemaji wa polisi. Naam. Felix amesema naye sana kuhusiana na madai ya polisi kuhusika katika mauaji haya ya kiholela. Na unamjua Bwana Wino vizuri. Nimpatie Felix nafasi. Najua mtu hawezi kufanya kitu alafu akiri kwamba ndio mimi niliweza kufanya. Na ndio maana Kenya ikifikia hapo utasikia tumebuni a commission of inquiry, kwamba kuna watu wanasema sisi tuko na ushahidi kwamba watu hawa walipatikana na pingu. Polisi wanasema hapana, hawakuwa na pingu. Na kama kweli walikuwa na pingu, najua kuna mambo mengi ambayo huenda yaliweza kufanyika. Uchunguzi unafaa ufanywe ili tuweze kubaini haswa ni nini kilifanyika. Shida ni kwamba polisi wenyewe ndio wanaenda kufanya uchunguzi. Maana labda wakati walipatikana, kuna watu watapatikana atoroke, aingie mtoni, bahati mbaya abebwe na maji akaweze kufariki, ama pia watu hao waliweza kurushwa. Ni makiwa kwa familia, hatujui haswa nini kilifanyika, lakini kuna haja ya kuwa na uchunguzi wa kina kubaini kwamba haswa ni nini ambacho kiliweza kufanyika. Hata kama ni washukiwa, ndio wana haki ya kupelekwa mahakamani, wafunguliwe mashtaka, si kuweza kuuawa. Kwa hivyo ni nini haswa ambacho Victor kiliweza kufanyika kabla wakaweza kutumbukia mtoni kufariki? Na kama kweli waliweza kufungwa na pingu, nani aliwafunga na pingu? Mwenye alikuwa amefungwa na pingu ni swala ambalo linahitaji uchunguzi wa kina, ndio tuweze kuzungumzia haswa tukijua kwamba ni nini kimeweza kufanyika. Felix. Asante Mariba. Kuna baadhi ya mataifa ambayo ni sana sana Uarabuni. Kuna kwa kile ambacho kinafanyika instant justice. Ukipatikana wewe ni mbakaji, utapigwa mawe, ukufe. Natumai hata kwa Biblia ilikuwa hivyo. Ndio maana Stefano alipigwa mawe. Naam. Alipokisiwa kwamba yeye anakiuka. Yesu akisulubiwa. Ilikuwa ni kwamba anakiuka tamaduni. Naam. Kwamba anaponya watu wakati ambapo sijui ni lini, siku ya Sabato. Siku ya Sabato, naam. Hiyo ilikuwa ni wakati wa instant justice. Yes. Katika haya mauaji ambayo yanaendelea, kimtazamo wangu mimi kama ambaye nimekuwa nikiangazia pakubwa masuala haya ya usalama Mandala. Naam. Ni kama kwamba vitengo vya usalama ama maafisa wa usalama si washuku, lakini nahisi upo uwezekano kwamba saizi wanaamua kuchukua ile ambayo ni kuchukua hatua mikononi, kwamba wanachukua hiyo ambayo inaitwa instant justice. Wanaangalia ni sheria yetu tu, hii katiba yetu tu, hii ambayo Matiang'i alisema inarudisha serikali nyuma. Pia wao wanaona mshukiwa tukimshika tumpeleke mahakamani, atoke mahakamani, itachukua muda mrefu. Kwa hivyo wanaamua kutumia shortcut ya kumaliza mshukiwa immediately. Kuna hii kesi ambayo tunazidi kuifuatilia, vyombo vya habari, maafisa wa usalama, hawa vijana wa Kitengela wenye walipotea, wakaenda kwenye mkahawa, wakakuja wakapatikana mwili mwingine pande hii, mwili mwingine pande hii. Mpaka kwa sasa hatujui kile ambacho kilifanyika, ila inashukiwa kwamba huenda waliuawa na maafisa wa usalama ama huenda waliuawa na wahalifu. Pingu, ulisikia ile makala ya Purity Mambia. Pingu kupatikana saizi ni rahisi ama si rahisi Mandala? Rahisi tu. Kwa hivyo kama hawa walipatikana na pingu, how sure are we ni polisi? Na kama how also sure are we huenda ni wahalifu walikuwa na pingu, wakawafunga, ndio inaonekana kana kwamba ni polisi walikuwa
wamewashika. Maana ukiuliza tu pale, kwa upande mmoja nauliza polisi mgani atatupa mtu kwa maji akiwa baada amemfunga pingu? Lakini kwa upande mwingine raia mgani atashika mtu kwa sababu anaunda pombe alafu amfunge pingu atupe kwa maji? Kwa hivyo unaangalia pande zote. Victor, unaweza pata mwisho wa siku kwamba kesi haikuwa ya hiyo pombe haramu. Huenda labda kesi ambayo ilisababisha wao kuweza kuangamizwa ni tofauti. Ndio nakwambia Victor hapa, unless uchunguzi ufanyike tujue kwamba haswa ni nini kiliweza kufanyika, utapata kwamba kuna mambo mengi ambayo yamefichika. Uchunguzi ambao mara nyingi huwa hatujui. Pole, nilikata ukiendelea. Nilikuwa nasema kitu, nilikuwa namalizia wapi, hata nimepotea tena. No, uliongea kuhusiana na polisi watamfungaje alafu amtupe kwa maji na pingu. Kwa hivyo pande zote imepotea lakini itakuja, hope itakuja. Nilikuwa nimalizie kwa kusema jambo fulani kuhusiana na haya mauaji. Lakini kuna jambo ambalo nilisema Mandala wakati ule mwingine kwamba kama uko Nairobi ama kule ambako uko kula jasho lako. Sababu nimekuwa huja kugundua kuna vijana wengi wako hapa Nairobi ama wako, lakini ni wajanja Mandala. Mtu anakuuzia nyumba ambayo ni fake, anakupea stakabadhi fake, anakupatia gari fake, anakuuzia gari fake. Kwa hivyo unapata kwamba watu kama hawa ndio ambao wakipatikana na maafisa wa usalama wanaamua kwamba huyu acha tuondoe mara moja. Kwa sababu akienda mahakamani itachukua muda. Hiyo kitu imekuja. Tuangalie huyu kuna huyu mshukiwa ambaye alipatikana na mauaji ya Jennifer Wambua, NLC the communication director. Huyu mshukiwa Mandala wanasema amehusika na visa vingi vya uhalifu Ngong na Karen. Huyu mshukiwa mkuu wa haya mauaji. Lakini ako nje Mandala, ako free. Na 1996 alifungwa kifungo cha maisha. Kifungo cha maisha ni death sentence cha kuuawa. Alitoka aje 1996? Ako nje anasumbua watu mpaka 2021. Anakuja kuhusika na mauaji. Mandala, you see such kind of scenarios. Ndio unaona maafisa wa polisi wengi wao ama baadhi yao utapata wanahusika na mauaji kama haya. Ukizungumza na wachanganuzi wa masuala ya usalama watakwambia mambo kama haya. Tuangalie masuala ya ugaidi. Ukipata mshukiwa wa ugaidi amekamatwa, wanajua nini bila yeye huwa anapotea. Mbona Mombasa kuna visa vingi vya extrajudicial killings? Utapata kina Muhuri, Haki Afrika wako na record ya visa vingi vya washukiwa kupotea. Kwamba nani alishukiwa ni mhalifu akadisappear. Nani mtoto wa nani alishukiwa ni mhalifu akapotea. Cases kama hizo zipo. Kwa sababu gani? Unapata Mandala hawa watu wanapotea kwa sababu moja. Utapata kwamba afisa usalama anaamua kusema huyu tumempata na silaha, tumempata na bomu, wacha disappear, apotee hivyo. Kwa sababu wakati unampeleka kwenye mkono wa sheria ndio utapata mshukiwa kama huyu wa mauaji alifungwa maisha ama alifungwa kifo, but ako nje anaumiza watu, ana rape wanawake. Unasikia? Kuna mwingine alishikwa Mandala, hawezi kumbuka amerep wanawake wangapi na wasichana wangapi, na ako nje anasumbua watu wengine, anafanya uhalifu, robbery with violence. So ni kwamba maafisa wanaangalia, ukienda mkono wa sheria utachukua muda mrefu. Kwa hivyo acha ni chukue instant justice. Hiyo ndio mtazamo wangu. Nataka nitofautiane na wewe leo. Unajua time yetu imeisha. Nilikuwa tunataka tutoke vizuri, tuanze wiki vizuri. Leo siku anataka mambo mengi, lakini sasa Umaribu nataka tofautiana na mimi, nimeongea ujinga. Umesema vizuri, lakini uongo. Unaonekana umesema ukweli. And unajua unataka kusema uongo. Mwanzo nataka kusema uongo. Nyamaza, usiwache kama sasa umeingia kwa akili yangu. Sasa unasema naonekana ni kama naunga mkono ama napinga, uanze kuniwekea maneno kwa mdomo. My conscience is very clear, Omar. Yo what? Zuri wa Felix ashajua kwamba nataka kusema nini. Hapo ndio maana ameanza kujitetea na mapema. Felix, nimeacha. Wacha niseme hivi. Umeacha? Nimeacha. Hiyo yenye nilikuwa niseme nimeacha na sababu ashajua. Okay, sema tu. Mimi sijajua. Amejua. Felix anaongea kama mwenye anataka kujustify vitendo vya polisi. I don't want to justify. Omaribu sema chenye unasema. Niko hapa najitetea, sema. Felix, nimesema hivi, unaonekana kujustify vitendo vya polisi kuweza kuhusika katika mauaji ya kiholela. Unaonekana kusema kwamba hawa watu wanatusumbua. Ndio wanasumbua, ni watu ambao hawafai kuwa nasi katika jamii. Ndio maana polisi wakiwapeleka pale, ulivyosema mfano mmoja, mtu ana kesi nyingi lakini yako hapa na sisi bado.
polisi wanamkamata mpaka wanachoka naye, wanaamua kummaliza. Lakini mimi ningependa kusema kwamba the solution ya haya yote ni sisi tulainishe our criminal justice system, kwamba iweze kufanya kazi, kwamba mhalifu akikamatwa ataenda pale, si eti anawachiliwa kwa dhamana, si kwamba anaenda anaachiliwa sijui hakuna ushahidi. Utatengeneza lini Omariba? Kama kuna kitu huwezi rekebisha kwa hii nchi ni Bill of Rights. Omariba, you will never do anything. Nimesema criminal justice system. Criminal justice, you cannot separate criminal justice system na Bill of Rights. You can't. Ni kama useparate Mandala na Marcelina. Uwezi? Pona Mandala kama ndio umeamua. How do you say Bill of Rights? But we need to get a solution. Kwani wacha nikuambie, najua Bill of Rights watetezi wa haki za kibinadamu wanapenda sana kuitetea, lakini sisi wote wakati hao wahalifu wanakuja katika jamii, wanaua ndugu zetu, wanaua dada zetu, wanaua wazazi wetu, kwa hivyo wanaua watoto wetu. Mbona tukae na our Bill of Rights tuitetee kabisa wakati sisi wenyewe ndio tunaumia? Kuna afisa wa polisi akushikwa hapa Naivasha juzi tu. DCI walikuwa na ripoti. Huyu afisa wa polisi aliwahi shikwa, ni GSU ama ni afisa wa polisi, aliwahi shikwa kwa wizi. Yes. Akaachiliwa. Sasa alikuwa kwa probation. Unajua probation ile umeshikwa, yes, lakini umepewa time aenda ureform kwa jamii, umepromise mimi nitakuwa mzuri, nitabadilika. Alafu akiwa kwenye probation hiyo akapatikana tena Omariba usiku, ameenda kwa billboards, hizi signboards, anakata anataka kwenda kuuza hizo metal, anataka kwenda kuuza. Sasa maafisa wa polisi walipokuwa kwenye doria wakampata, wakamshoot, wakaua Sasa wakakuja wakapata kumbe alikuwa ni afisa wa polisi na alikuwa kwa probation. So probation bado anafanya uhalifu. Haya, leo Omariba kuna afisa mmoja ambaye atakuwa anafikishwa mahakamani. Yeye alikuwa anatekeleza curfew pale Ongata Rongai. Akashika watu 3. Mmoja ni makanga. Omariba, huyu jamaa ametesa hawa jamaa. Amewatesa mpaka huyu makanga alikufa. Kwa sababu alienda kuwatupa, aliweka kwa walioshuhudia wanasema aliweka kwa private car, akawapeleka, akaenda ni kama alikuwa anataka kuamwaga kwa mtoni. Lakini wawili wakaepa, wakaamua wakafaulu kuokoa mmoja, huyu makanga. Huyu makanga akapelekwa kwa hospitali, akakufa within 2 days. So see, I'm not justifying what they are doing, but najaribu kukwambia because Omariba hivi visa vimeanza kuongezeka, vimeanza kuja juu, watu wanaopatikana. Kwani wakili Willy Kimani alipatikana aje Omariba? Willy Kimani alipatikana ametupwa kule ni Oldonyo Sabuku. Na bado hii mito inazidi kupokea mili ya watu wanapatikana wameuawa, wametupwa. Na kina nani ambao wanatekeleza haya mauaji? Utapata wenye wanatekeleza mauaji Mandala ama Omariba ni watu wenye wako qualified. Wanafanya mauaji wamepanga professionally. Unasema tuwatafute, kwani tuko na idara ya DCI ambayo inafanya kazi usiku na mchana, very experienced officers. Ni wangapi? Ni wangapi? Tuko na mapolisi wangapi kwa hii Kenya Omariba? Na hao polisi, unataka kusema wahalifu wamekuwa wengi kushinda maafisa? Si ndio? Wahalifu ni wengi kuliko polisi. Na pia utapata mara nyingi pia wao wahalifu ni polisi. Mbona polisi wanajihusisha na hiyo uhalifu? You see, hii problem Omariba ukitaka kujua mbona polisi anapiga mtu pale kwa barabara, anakunyorosha bila huruma. Wewe ile siku ulikuwa unakimbia kama uko tusiende hapo. So tulikuwa tunataka suluhisho. Sasa wewe tunatafuta suluhisho, trying to balance between the Bill of Rights na criminal system. Ukiguza huku utapata umeguza huku kwingine. Unaona? Ukiguza criminal system utapata umeenda kwa Bill of Rights. Ukifika kwa Bill of Rights hauwezi rekebisha Bill of Rights kwa bunge, lazima uende kwa kura ya maamuzi kurekebisha katiba, popular initiative. Ukitaka kujua mbona polisi wanaua watu, unataka uangalie pia mbona polisi wenyewe wako na hasira, wako tuna roho chafu, ni kunyorosha wakikupata. Unapata pia kama nyoka. Utapata pia ni depression. How do you handle depression katika idara ya polisi? Utapata pia ni malipo duni. Utapata malipo duni, pahali pa kuishi duni. Ama utapata ni mapenzi wanaoana tena Omariba anaanza kuleta debate nyingine kwa mambo ya kuoa. You see, wewe una mtu anataka kuoa alafu mkubwa wako anakunyang'anya. So utapata ni shida ambayo tafadhali tuachie hapo, maana naona swala hilo unaliweka linakuwa pana zaidi. Maana tukifika hapo utaanza kusema mbona hawalipi vizuri, serikali haina pesa. Mbona serikali haina pesa, inakopa sana. Mbona tunakopa sana, tuko na appetite. Ndio hivyo sasa. So ni shida kubwa yenye uwezi tu solve sahi. So lazima tukue pana pia katika mawazo yetu. Naam. Ndio nakwambia sometimes instant justice inasaidia. To change katiba bila Ekuru Okot alikuwa anasema
hata kama tuliangusha punguza mzigo but ilikuwa na points nyingi nzuri. Tuseme kama wewe ni corrupt, yes. Wewe ni mwizi wa pesa za umma, unafanyiwa nini? Sio unapewa mamlaka, wewe ni governor, unaiba mpaka na mke wako mpaka na nyanya yako, na watoto under 18. We must come up with ways of dealing with such. Kama wewe ni mwizi, kama wewe ni mhalifu, do you have any right? Because katiba yetu inasema mimi ni mwizi, I have a right. And you are a thief, niko na haki. You are a rapist, pia nichukue wakili anitetee. You are a rapist, unaambia watu I have a right, na umebaka wanawake 10, wengine hata hujui ni wangapi ulibaka. Which right do you have until proven guilty? Hiyo unaona amerudi huko sasa. Amerudi huko. I'm innocent until umerudi. Ndio nilikuwa nazungumzia from the word go. Alikuwa anasema umebaka wawe tu, lakini akipatikana na hatia kwamba ametekeleza hili, basi hapo ndio mniambie, for example how rapist, mseme akipatikana na hatia hukumia yeye kifungo cha maisha gerezani. Angalia ule dereva, hukumu ya kifo ambayo imeondolewa Kenya. Huyu dereva Muranga amebeba mtoto wa shule, anamdanganya ni kupeleka nyumbani, akapeleka kwa majani, akampeleka kwa majani chai, akambaka huko. Watu walinyorosha huyo mzee sana kabisa, polisi wakamuokoa. Unakuja kuniambia huyo mtu ako na haki ati until proven guilty, you are innocent until proven guilty. Umepatikana kwa kitendo. Hii kizungu mingi ndio inatuangusha. Hii kizungu mingi ya kusema you are innocent until proven guilty. You are innocent na umepatikana. Unajua kuna watu wengi ambao hawana hatia lakini wanaumia. Unajua kuna watu ambao wamefungwa hawana hatia. Kuna mtu ambaye ameuawa kwa kisingizio kwamba ni mhalifu, kwamba ni mwizi, lakini hajawahi kuiba kitu ya mtu. Issue ni kwamba hiyo ni kweli Mariba, lakini issue ni kwamba kuna wale ambao wamepatikana kwa kitendo, wale ambao inajulikana. Kama huyo mwenye anasemwa alipatikana hapo. Sasa unajua pia until proven guilty. Unajua hii Felix anaweza kupinga. Lakini sasa mzazi alikuwa wapi mwanafunzi akitoka akiingia kwa Mariba hapo justifying kwamba alifanya hicho hapo umepotea. Pia hiyo ni ya kunywa, pia hiyo ni inaitwa nini? Kunywa sanitizer. Mariba ukiwa na muulize, ukiwa na watoto 5 utakuwa kila pahali watoto wako wote wako. Wewe sasa hizi mama yako walikuwa wanaenda shuleni. Yes, utapeleka watoto wako shuleni wote. Mariba wanafika shuleni. Mariba mama yako anaitwaje? Sema tu. Niambie tu saa hii hapa. Naitwa Kezia. Mwana kwa heshima zote nyumbani saa hii Mariba ako Nairobi. Hata hujui analala. Mtoto wa shule, kwani mimi niko hapa naenda wewe ni mfano. Wewe kwa mama yako ni mtoto. Ukitoka nyumbani ulikuwa mwanafunzi ama ulikuwa mwanafunzi? Umesoma college hapa Nairobi. Mama yako alikuwa anajua chenye unafanya hapa Nairobi. Hata penye ulikuwa unaishi. Anajua. Twende basi turekebishe sheria tuseme you are guilty until proven innocent. Tuseme hivyo. Felix alisema tu hiyo kizungu mingi. Our justice system. That is something we need to think about. Mariba. Our justice system. Ndio nilikuwa nasema. Justice system. Justice system. Ndio nakwambia justice system tunaweza mwa kusema haki mara hiyo. Hiyo ni justice pia. Ni sawa, lakini tukishabadilisha tuseme kwamba ni lakini Mariba, imagine valia viatu vya mzazi wa huyo mtoto ambaye amepatikana kinajisiwa na kibaba kimwanaume cha miaka 40. Ivalia tu viatu then upate hata wewe ukimpata saa hiyo tuseme tu mpate. Mtadili na yeye na hasira, mtadili na yeye vizuri. Kuna mama alikuwa anatupatia hapa kwa scribes. Yes. Kwamba yeye akona mtoto wa miaka 7 ama 10. 7 ama 8. Huyu mtoto anabebwa na bodaboda kwenda shule. Lakini mtoto amefika mahali, mtoto msichana amefika mahali, akifika class anaenda kujifungia na ako na huzuni throughout. Hajachangamka kama alivyokuwa. Kwa hivyo mwalimu wake akaandika barua, akapatia huyu mwanafunzi. Akasema pelekea mzazi wako. Kwa hivyo mtoto akapelekea mama yake hiyo barua. Mama yake aliposoma barua inasema unahitajika hapa shuleni haraka iwezekanavyo. Kuja hapa kwa shule. Mama akashindwa, nini imefanyika? Unajua mimi nini? Mzazi wangu aliwahi kwa shule nikanyoroshwa sana. Siwezi sema Kenya nilifanya, hiyo ni story nyingine. Tunakujua. Kwa hivyo kiwa Lubumbashi ni kwa mbaya. Sasa mama akaenda shule. Alipoenda shule mwalimu akamwambia, mtoto wako amepoteza concentration. Mtoto wako hasomi. Mtoto wako ni kujililia tu, kujifungua tu. Problem ni nini? Kujifungia kwa kiumba fulani. Mama anashindwa, siwezi jua kwa sababu anachukuliwa every morning. Na naona amechukuliwa alafu anakuja hapa kwa shule. Of course mwalimu akamwambia pia siku hizi time yake akuja shule imechange. Haripoti hapa saa 2 asubuhi. Sometimes anakuja hapa saa 5, sometimes saa 4. Jaribu kuchunguza ujue shida iko wapi. Kwa hivyo mama aliporudi nyumbani akaanza kuzungumza na mtoto. Mtoto akaanza kulia.
Mtoto akaishia kumwambia, mama, wacha nikwambie tu ukweli. Bila huwa wananiweka kwa pikipiki, yule kijana mwenye huwa ananibeba, huwa anileti kwa shule direct. Huwa ananipeleka kwake. Anaenda ananitumia vibaya. Halafu anakuja tena ananidrop kwa shule. Kwa hivyo it has been happening for a long time. Huyu mama akabeba mtoto wake kumpeleka hospitali. Ikawa kwamba kweli mtoto amekuwa defiled, amenajisiwa. Sasa mshukiwa kama huyu wa bodaboda unahitaji kumpeleka kotini, alafu kesi iseme until proven guilty, na ameharibu mtoto wa miaka 7 miaka 8 for a long time. Amemfanya mke wake mtoto wa miaka 7. Let's be honest, Omariba. That is so painful. Wewe ni mzazi. That is very painful. Unaona anaongea kizungu? That's very painful. Tena unasikia okay. Naam, ukweli usemwe tu pale kwamba kuna wale ambao wanatenda vitendo ambavyo si sawa, wale ambao wanateka advantage ya wengine, ambao basi sisemi kwamba tuchukue sheria mikononi, lakini ni vibaya sana. Kungekuwa na uwezo wa kuamua kwamba mtu kama huyo hata hahitaji kuchukua muda mrefu kesi yake, ati unasema tufanye uchunguzi mwaka mzima. Kama yule alipatikana na samosa za paka Nakuru, unaona alifika akaadmit makosa akafungwa. Tunataka Felix, when wanasema kimombo justice delayed is justice denied. Kwa hivyo wakati hiyo haki inapatikana haraka, kama huyu mwenye tunazungumzia Walimuru, kwa sasa angekuwa amefungwa by the way. Tumemalizana hiyo story. Na haya ndio mabadiliko Felix ambao unazungumzia kwamba huyo ni mshukiwa amefikishwa, lakini kuna ushahidi wa kutosha. Kuna watu hapa ambao walishuhudia. Kuna huyu mtoto apeleke hospitalini, akipatikana kweli aliweza kubakwa na huyu mshukiwa, afungwe, tumalize kesi yake mapema. Lakini tusiseme tu kwamba wewe ukishapatikana hivi kesi yako iko solved hapo. Hapana, tufuate tu a certain procedure. Kuna baba ambaye alikuja kufunguliwa baada ya zaidi ya miaka 20 ama mingapi. Alituhumiwa kwamba alibaka mwanawe, lakini ilikuwa ni uongo. Mimi hii ndio nazungumzia Felix, kwamba tusiseme tu watu wote kwamba kwa mfano Victor akikuja leo asubuhi aseme niliona Omariba akikula mandazi ya Felix. Sasa mshanichukulia Omariba ndiye alikula mandazi ya Felix, when in the real sense labda Victor mwenyewe ndiye alikula hayo mandazi, lakini anataka kunihukumu. Hiyo mfano si mzuri sana, hiyo mfano. Lakini kwa upande mwingine pia, labda nikirudi upande wa Omariba kidogo. Omariba, sema Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nikirudi upande huo kidogo, unapata kwamba nikiangalia kesi kama hii ya wenzetu ambao waliweza kuuawa, wala ambao ni yasemekana kwamba walikuwa watengenezaji wa pombe. Nashangaa huyu mtengenezaji wa pombe kama ni kweli waliuawa juu ya hiyo, kwamba wameuawa ili hali hata yule ambaye anauza dawa za kulevya ako huru na ako na haki ya kwenda kotini ili ashughulikiwe, lakini huyu ambaye ni muuza pombe ameuawa. Mandala, unaweza compare mlevi muuzaji pombe na dawa za kulevya kweli? Kuna tofauti kubwa sana. Compare, lakini nasema huyu ako huru na huyu ameuawa. Kwani tunakwambia kwa hii Kenya yetu, kama uko na pesa utalipia maisha yako. Utakuwa muizi sugu. Utakuwa muizi sugu. Nimekuambia huyu jamaa alifungwa maisha, alifungwa kifo. Na akaachiliwa 96. But yuko nje. Bado anaibia watu. Umeona? Anatekeleza uhalifu. So if you have money, Kenya hii utapata hawa hata maybe bila alikuwa anatengeneza hii pombe walishindwa kutoa pesa. Walikataa. Kwani huyu makanga mbona alipigwa na polisi, unaona mpaka amekuja kuuawa? Unafikiria ni bure tu? Unafikiria tu kwa sababu alikuwa atampatikana nje past 10 ama past 8? Hapana. Aliambiwa toa. Hako na kitu. Toa. Ana akasema unajua pia ni vibaya kujua haki yako hii Kenya. Ambia tu polisi najua haki yangu. Hawezi nishika bila kuniambia kwa nini. Atakugonga vizuri. Ndio utapotea. Ujifanye ujue haki yako ndio hizi. Ni ngumu. Mungu atusaidie. Nimekuwa juzi hapa railways, naona sasa matatu. Sasa si polisi anachukua pesa, kwenye anachukua pesa. Ndio ibebe mahali wrong. Umeona? Ibebe mahali wrong. Nani anachukua pesa? Si polisi anachukua, ako na agent wa kuchukua. Umesikia? Na ni so level. So mtu wa kuchukulia 100 kwamba hata leo nimesikia makanga akiambia dereva peana hapo so moja kwa hiyo jamaa ndio tubebea hapa. Hivyo. So polisi anakuja anacheka na huyo dereva, anaenda kando, jamaa anamchukulia pesa, anaenda pale. So hiyo inaitwa we are tumepitisha time. Okay, naam. Najua kwamba leo ni siku ambayo basi pia tuangojea Governor Mahmoud Abdi atakuwa anapata kujua hatma yake hii leo.
miongoni mwa mengine tu ambayo najua labda tutakuwa napata kusemezana pale, na nashukuru sana. Labda kama kuna burning issue, kuna mmoja tu anasema pale Mambos leo, anasema leo Mariba amekula pilipili ya red, anyamaze. Asante sana, endelea kutuma ujumbe wako mpendwa msikilizaji, nitakuwa nazisoma baada ya muda usio kwa mrefu. Asante sana Felix Asoma Komere. Naam, na ndugu yangu Douglas. Asante. Omariba. Nimenyamaza, siongei tena. Mko mpole nikaa amenyeshewa. Amekula pilipili ya red. Sasa unajua Mariba sasa unamwambia ukweli. Anakuja anaanza kutafuna. Felix alikuwa anasema nini? Alafu anarudi. But yeye kushika network. Yeye kushika network ni kama zile simu za zamani zenye hazinanga ziko na aerial hapa mbele. Ni nini umeona nimebadilika nikasema ulikuwa unaniambia ukweli? Kutoka Mombasa, Kilifi, Tana River, Malindi, Taita Taveta,